Kumekuwa na wimbi kubwa ambalo tumepata maswali kwamba kwa nini watu wakienda kwenye maabara huko siku hadi siku wanaambiwa na malaria 2, 3, 4 hadi 5. Hilo jambo limefika mahali linafanyiwa kazi, lakini ukijaribu kuchunguza zaidi ni kwamba maabara hizo hazina ubora, na ndio maana kuishi kwake lazima waseme kwamba wewe mgonjwa uliyekwenda pale kufanya vipimo una malaria, ili wao waaminiwe, ili wao waweze kuuza dawa na kufanya vitu vingine. Lakini tunawashauri wananchi wote waende kwenye maabara zinazotambulika na serikali. Serikali imewekeza katika miundombinu yake pamoja na kuwekeza toka kwa watu ambao wanaofanya kazi katika maeneo hayo, kwa maana ya kuwa wataalamu, na ndio maana wataalamu wanaofanya kazi katika vituo vilivyosajiliwa hawa hupata muda wa kufanyiwa uhakiki na kufanyiwa utambuzi mara kwa mara na kukaguliwa, ili mradi tu kutambua kama ubora wao wanaotoa majibu na kuchakata unamfikia mlaji ambaye ni mteja wao au mgonjwa wenye ubora ambao hauwezi kumsababishia usugu au vitu vingine ambavyo vinaweza vikahatarisha afya ya mgonjwa. Kwamba hizi maabara zimesambaa katika mitaa mbalimbali, na sasa kwa kuwa ni biashara, wale wanachofanya ni biashara, anachotaka yeye ni pesa. Kwa hiyo mtu anapokwenda pale na hajazingatia kwamba vipimo vinaonyesha na tatizo au nini, atakapojieleza tu yule kwa uelewa wake mdogo, atamwambia kwamba tumia dawa fulani, anampa hiyo dawa. Wakati mwingine hiyo dawa nayo inakuwa imesha expire. Sasa na kwa kuwa wananchi wengi hawana uelewa wa kufuatilia kwamba hii dawa ipo vizuri au vipi, anaenda anatumia vile vile, lakini yule already keshafanya biashara. Mimi wito wangu kwa upande wa serikali kwenye maabara ambazo hazina vibali, kwa kweli ninaomba serikali ipitie, ifanye kazi jinsi inavyopaswa, kwa sababu hakuna kitu muhimu katika maisha kama afya. Wapewe vibali. Kama vibali vinatakiwa hata kuelimishwa, basi waelimishwe, halafu waje wafanye hizo kazi. Na nawashauri kabisa, hasa wazee wenzangu, kwamba kupima kwenye maabara ambazo hazina wataalamu wa vipimo sio vizuri. Tunaweza tukadanganyika na tukaweza tukajiona kwamba tunapata ukweli, kumbe hakuna ukweli. Napenda kutoa wito kwa wadau wote wa sekta ya afya, taasisi za umma na binafsi, pamoja na washirika wa maendeleo kuendelea kushirikiana kwa karibu katika kuimarisha huduma za maabara nchini. Ndugu wananchi na wataalamu, maadhimisho haya si kitaaluma pekee, bali pia ni fursa adhimu ya kutoa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa uchunguzi wa afya na upimaji wa mara kwa mara. Nawahimiza wananchi na niwaombe kutumia kikamilifu huduma zinazotolewa katika kipindi hiki ili kujua hali zetu za afya mapema. Aidha, napenda kusisitiza umuhimu wa wananchi kuendelea kujiunga na kutumia bima ya afya kwa wote kama nyenzo muhimu ya kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora za afya kwa gharama za nafuu na usawa. Kwa wataalamu wote wa maabara, na wasihi muendelee kutumikia umma kwa weledi wa hali ya juu, uadilifu, uzingatiaji wa maadili ya taaluma, uaminifu, na matokeo yenu ni msingi wa imani ya wananchi kwa sekta ya afya.